Hello, tunaendelea na masomo yetu, na kipindi kilichopita tulizungumzia madhara yatokanayo na pressure ya kupanda, na tuliona kwamba pressure yako ikipanda na usipoidhibiti ikaendelea kuwa juu kwa muda mrefu, inaweza ikaleta madhara kwenye figo, inaleta madhara kwenye moyo, inaleta madhara ya stroke, inaleta madhara kwenye mfumo wa homoni, inaleta madhara kwenye masuala ya kuona, unakuwa na uoni hafifu na kadhalika. Session iliyopita tumezungumzia namna ambavyo pressure inavyoweza kuathiri figo, na nilitoa sababu, nikaelezea mechanism. Sasa leo nitazungumzia kuhusu moyo. Pressure ya kupanda inawezaje kuathiri moyo? Pressure ya kupanda inawezaje kuathiri moyo? Kwa hiyo ni muhimu sana kuidhibiti pressure. Ukishagundua tu pressure, una tatizo la pressure ya kupanda, fanya juu chini uweze kuidhibiti hiyo pressure, kwani usipoidhibiti itakuletea madhara makubwa sana ambayo utakuja kuingia gharama kubwa sana ama gharama nyingi sana kuweza kutatua hayo matatizo au kuweza kutatua hizo changamoto, au sometimes ukashindwa. Ndio maana moyo, matatizo ya pressure ndio yanayoongoza sasa hivi kwa kuua watu wengi sana. Kwa hiyo pressure inawezaje kuathiri moyo? Kwanza, unapokuwa na pressure ya kupanda, madhara namba moja yanayosababishwa na pressure kwenye moyo ni moyo kufanya kazi kwa nguvu kuliko kawaida. Unapokuwa na tatizo la pressure ya kupanda, manake diameter ya mishipa ya damu inakuwa midogo. Kwa hiyo moyo utalazimika kutumia nguvu kubwa sana kupushi damu iweze kupita kwenye mishipa ambayo diameter yake ni ndogo. Kwa hiyo sasa ukifanya hivyo kwa muda mrefu, moyo unaanza kuwa dhaifu. Sasa moyo ukianza kuwa dhaifu, tayari unaanza kuwa na matatizo ya moyo. Hii ndo njia ya kwanza ambayo pressure huwa inatumia kuharibu moyo. Lakini njia ya pili ni mishipa ya damu kuziba. Mishipa ya damu kuziba. Kumbuka hapa moyo unatumia nguvu kubwa sana, damu inapita kwa spidi kubwa sana, kwa pressure kubwa sana kwenye mishipa ya damu. Hivyo inaweza damu ikaja na stents, tunasema plaque, zikasababisha mishipa ya damu kuziba. Sasa mishipa ya damu ikishaziba, kuna mambo mawili inaweza kutokea. Aidha damu isitoke kwenye moyo kwenda sehemu mbalimbali ya mwili, au damu isitoke sehemu mbalimbali ya mwili kuja kwenye moyo, kwa sababu haina sehemu ya kupitia, mishipa imeziba. Kwa hiyo utakuta huku moyo unapushi mzigo, unapushi damu kwenda, alafu damu ikishafika kwenye mishipa ya damu somewhere inakuta kuna uzibe. Kwa hiyo moyo utatumia nguvu kubwa sana, na mwisho wa siku utakuja kusababisha kitu kingine ambacho tunasema moyo kutanuka. Moyo kutanuka kwa sababu unapushi alafu mzigo hauendi. Unapushi mzigo hauendi. Kama mzigo hauendi, maana yake pampu hii ambao ni moyo utaanza kutanuka. Moyo ukishaanza kutanuka, tayari wewe unaanza kuingia kwenye matatizo ya moyo. Kwa hiyo hizo njia chache zinatosha kwa leo, lakini zipo sababu nyingi pressure ina njia nyingi ya kuweza kuharibu moyo ama kuleta madhara kwenye moyo. Kwa hiyo ujue kwamba usipoidhibiti pressure yako, itaenda kusababisha moyo kufanya kazi kwa nguvu ama kwa bidii, kusukuma kwa kutumia nguvu kubwa sana. Mwisho wa siku moyo unakuwa dhaifu, lakini pia mishipa ya damu inaweza kuziba kwa sababu ya ile pressure kubwa ya damu kuflow kupitia kwenye hiyo mishipa. Kwa hiyo unakuta damu inapokuwa inatembea, inaweza ikatembea na zile plaque. Mwisho wa siku plaque zinabana kwenye mishipa ya damu, mishipa ya damu inaziba. Mishipa ya damu ikiziba, inapelekea moyo kutumia nguvu kubwa tena kusukuma damu, alafu damu hiyo haiendi. Kwa hiyo moyo utaanza kutanuka. Sasa hivi vitu vyote vikianza kukushambulia wewe, vikianza kutokea kwenye mwili wako, mwisho wa siku moyo unafeli.
Ndio maana unasikia mtu moyo umefeli ghafla, moyo umefeli ghafla, na kimbizwa hospitali, wanakuja kuangalia mishipa imeziba. Kuja kuzibua hiyo mishipa ni gharama kubwa. Kwa hiyo ndio maana huwa nasisitiza, kama umegundua una tatizo la pressure, hakikisha unaidhibiti kabla haijakuletea madhara makubwa. Na njia ya kudhibiti, nilisema kuna hatua kuu 3 za kudhibiti pressure. Hatua kuu 3 ukizipitia tu hizi, pressure inapona kabisa. Hatua ya kwanza ni kubadilisha mtindo wako wa maisha, lakini hatua ya pili ni kutumia tiba sahihi na kwa nidhamu, na hatua ya tatu ni kuimarisha afya bora kwa muda mrefu.